Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na nikwambie sasa hivi zipo juhudi mbalimbali ambazo zinaendelea kufanyika za kuhakikisha amani inapatikana baina ya Urusi dhidi ya Ukraine kwenye vita vyao hivi viweze kusitishwa kwa hatua za kwanza kabisa, na baada ya kusitishwa vita hivi basi viweze kumalizika kabisa na amani iweze kurejea katika maeneo mbalimbali ambayo vita hivi vinaendelea kushika tamu. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba washirika wa Ukraine wamesema wamepiga hatua muhimu kuelekea kufikia makubaliano mapya kuhusu jinsi ya kuilinda nchi hiyo endapo mazungumzo ya amani kati ya Kiev na Moscow yatafanikiwa. Katika mkutano huo uliofanyika mjini Paris, washirika hao wameongeza kuwa wako tayari kutoa dhamana za kimataifa ili kuzuia Moscow kushambulia tena Ukraine. Dhamana hizo zinatarajiwa kujumuisha msaada wa kijeshi, ufuatiliaji wa kimataifa na hatua za kuzuia ukiukwaji wa makubaliano yoyote ya amani. Mojawapo ya mapendekezo yaliyowasilishwa ni pendekezo la Marekani kuongoza juhudi za kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano. Hatua hiyo ingeipa Washington jukumu la moja kwa moja katika kudumisha amani yoyote itakayofikiwa kati ya Ukraine na Urusi. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi kutoka nchi 27 za Ulaya pamoja na Canada, wawakilishi wa Marekani, maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya na viongozi wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO. Na huu ulikuwa ni mkutano wa 15 wa kile kinachoitwa muungano wa walio tayari kuisaidia Ukraine, lakini pia ndio mkutano mkubwa zaidi kuwahi kufanyika tangu muungano huo uanzishwe. Na rasimu ya tamko la pamoja imesema kuwa Marekani iko tayari kuongoza mfumo wa kufuatilia na kuthibitisha usitishaji mapigano nchini Ukraine endapo makubaliano ya amani yatafikiwa na Urusi. Rasimu ya tamko la pamoja imesema kuwa Marekani iko tayari kuongoza mfumo huo. Na nikwambie, imeongeza kuwa Washington pia itajitolea kuunga mkono kikosi cha kijeshi cha kimataifa kinachoongozwa na Ulaya kitakachowekwa Ukraine endapo Urusi itashambulia tena baada ya kusitishwa kwa mapigano. Na kikosi hicho kinatarajiwa kutoa ulinzi na uhakika wa usalama kwa Ukraine kupitia anga, bahari na nchi kavu, sambamba na kusaidia kujenga upya na kuimarisha majeshi ya Ukraine. Marekani itachangia uwezo wake wa ujasusi, vifaa na usafirishaji, pamoja na ahadi ya kuunga mkono kikosi hicho endapo Urusi itashambulia tena. Rais wa Faransa Emmanuel Macron aliandaa mkutano wa kile kinachoitwa muungano wa washirika wa Ukraine wakiwemo viongozi wa Ulaya, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na wajumbe wa Marekani. Mkutano huo unalenga kutoa ahadi za dhahiri za kuilinda Ukraine na kuhakikisha amani ya kudumu. Sasa hayo yote yakiendelea, tutazame ujumbe wa Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ndugu zake wa Urusi, kwa wananchi wa Urusi katika sikukuu hii ya Christmas, ambapo kwa mujibu wa dhehebu la Orthodox pale nchini Urusi leo ndo sikukuu ya Christmas. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoa pongezi zake kwa watu wote wa Urusi kwenye likizo ya Christmas ya Orthodox. Vyombo vya habari vya Kremlin vimesema kwenye taarifa Jumatano, sikukuu hii nzuri inaangazia ulimwengu kwa nuru ya wema na upendo, ikiwapa mamilioni ya watu matumaini na furaha ya ushirika na mila za kiroho za mababu zetu zilizopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Taarifa hiyo ilimnukuu Rais Putin akisema, akaendelea, ningependa kutambua kwa shukrani kubwa mchango mkubwa na wa kipekee unaotolewa na kanisa la Orthodox la Urusi na madhehebu mengine ya Kikristo katika kuimarisha umoja wa kijamii, kuhifadhi urithi wetu tajiri wa kihistoria na kitamaduni, na kukuza uzalendo na malezi ya maadili ya vijana. Mashirika ya kidini yanatoa umakini bila kuchoka kwa kazi za huruma na hisani, kuwatunza wale wanaohitaji, kuwasaidia washiriki na maveterani wa operesheni maalum ya kijeshi, na kufanya mengi kukuza mazungumzo ya amani kati ya imani na makabila katika nchi yetu. Kazi hii muhimu na inayohitajika sana inastahili kutambuliwa kwa dhati. Na watakia Wakristo wa Orthodox na wale wote wanaosherehekea Christmas afya njema, mafanikio na kila laheri, Putin aliongeza. Mwaka huu Putin alihudhuria ibada ya Christmas ya Orthodox usiku kucha katika kanisa la Shahidi Mkuu George Mshindi katika mkoa wa Moscow. Baada ya ibada kukamilika, mkuu wa nchi alizungumza na watu waliokusanyika kanisani. Ofisi ya habari ya Kremlin ilisema, kama sheria, Putin husherehekea Christmas nje ya Moscow, huku siku ya Pasaka na kwa kawaida huenda kwenye kanisa kuu la Kristo Mwokozi. Hata hivyo, mwaka jana alihudhuria ibada ya Christmas ya Orthodox usiku kucha kwenye kanisa la Mtakatifu George Mshindi kwenye kilima cha Poklonaya huko Moscow. Mwaka 2024 alikuwa kwa ajili ya ibada ya Christmas kwenye kanisa la Picha Mwokozi lililoko katika makazi yake ya rais huko Novo Ogaryovo nje ya Moscow, na mwaka 2023 alihudhuria ibada katika kanisa kuu la Matamshi huko Kremlin ya Moscow. Mwaka 2022 pia alisherehekea Christmas kwenye kanisa la Picha Mwokozi
katika makazi yake ya rais. Mwaka 2021 Putin alihudhuria ibada ya Christmas kwenye kanisa la Mtakatifu Nicholas kwenye kisiwa cha Lipno karibu na Velik Novgorod. Mara tatu mnamo 2012, 19 na 20 Putin alihudhuria ibada ya Christmas kwenye kanisa kuu la Ugeuzi huko St. Petersburg ambapo alibatizwa akiwa mchanga. Katika miaka mingine Putin alihudhuria Christmas kwenye kanisa la maombezi ya Mama wa Mungu kwenye kijiji cha Tuginovo. Kwa hiyo amekuwa na utaratibu wa kuhudhuria maeneo mbalimbali kusherehekea sikukuu ya Christmas. Kwingineko, kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimeangusha ndege 32 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo mbalimbali ya Urusi usiku kucha, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Karibu raia 60 wameuawa katika maeneo ya Urusi kutokana na vitendo vya jeshi la Ukraine mwezi Disemba, huku wengine zaidi ya 300 wakijeruhiwa. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara mambo ya nje ya Urusi kuhusu uhalifu uliofanywa na utawala Kiev, anasema mnamo Disemba 2025 angalau raia 367 waliathiriwa na vitendo vya jeshi la Ukraine. Watu 311 walijeruhiwa wakiwemo watoto 11 na raia 56 waliuawa, ameandika kwenye channel yake ya Telegram. Miroshnik alibainisha kuwa ikilinganishwa na Novemba, idadi waliojeruhiwa na wale waliouawa iliongezeka. Mnamo Novemba 300 walijeruhiwa na vifo 38 vilirekodiwa. Vile kwenye uwanja wa kivita, kuanzia Januari 1 hadi 6 waendeshaji wa mifumo isiyo na rubani kutoka kundi la mapigano la Urusi Magharibi wameharibu vitengo 70 vya vifaa vya kijeshi vya Ukraine na silaha katika eneo la Kupiansk kwenye mkoa wa Kharkov, vikiwemo vifaru viwili, bunduki za Giant Sint-B, kifaru pamoja na mfumo wa mizinga Jivozdika, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vikosi vya jeshi la Ukraine vimepoteza takriban wafanyakazi 1290 katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi katika siku iliyopita, kulingana na taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Hasa hasara za Kiukraini kwenye eneo la uwajibikaji wa kundi la vita la kaskazini mwa Urusi zilifikia hadi wafanyakazi 200, kundi la vita la magharibi hadi 210, kundi la vita la kusini hadi 210, kundi la vita la kati hadi 380. Shukran kwa babu kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.